Kwa upande wa mbunge, katika kipindi hiki cha miezi minane, kwa kushirikiana mbunge pamoja na wahisani, tumeweza kuweka shilingi milioni 417 na laki 8 katika jimbo la Chani. Fedha hizo zimetumika kama ifuatavyo. Eneo la kwanza ni usafiri na usafirishaji, ambapo kwa mujibu wa mwongozo eneo hilo linagusa masuala ya kupunguza changamoto ya barabarani, kwa maana hasa maeneo yenye shida ya usafiri, kwa maana tumetia kifusi, na fedha hizo kama alivyosema ni mbunge pamoja na wahisani. Katika eneo la usafiri na usafirishaji tumetumia shilingi milioni 7,457,000. Hii ni sawa na 1.8% ya fedha zote tulizoweza kuweka katika jimbo la Chani. Eneo la pili ni sanaa na michezo. Katika eneo hili tulichotekeleza ni kusaidia sekta ya michezo kwa jimbo zima. Tuna timu 26 mpaka zile za Midodoni. Tumefanya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, tumetoa vifaa vya michezo kwa timu zote. La pili, tumesaidia usajili wa timu zile za wilaya, mkoa na taifa, na eneo la tatu tumefundisha makocha wa kwetu wenyewe wa jimbo la Chani, makocha 10. Lakini kando na hilo pia tumeweza kusaidia sekta ya michezo katika mkoa wetu wa Kaskazini Unguja kupitia fedha hizo. Eneo la tatu ni eneo la maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo hili tumesaidia wananchi kuwapatia visaidizi vya kupunguza makali ya maji safi na salama, ambapo tumesaidia kukamilisha visima viwili vya maji pamoja na ukarabati wa visima vingine vidogo vidogo. Fedha zilizotumika ni shilingi milioni 8,810,000 sawa na 2% ya fedha zote. Eneo la 4 lilikuwa ni sekta ya afya, ambapo katika eneo hili tulisaidia wagonjwa katika maeneo mbalimbali kwa matibabu ndani ya jimbo na nje ya jimbo, lakini wengine walisafiri kwenda hata Tanzania bara kwa ajili ya kupata matibabu. Tumetumia shilingi milioni 4,986,000 sawa na 1% ya fedha zilizotumika. Eneo la 5 ni habari na mawasiliano. Katika eneo hili tumetumia shilingi milioni 4 na laki 1, na katika fedha hizi kama tunavyofahamu, vyombo vya habari ni lazima tuvitumie kwa ajili ya kutoa taarifa ya yale yote tunayoyafanya kwa wananchi. Eneo la 6 ni eneo la sekta ya elimu. Katika sekta ya elimu tumetumia shilingi milioni 51,080. Fedha hizo zimetumika zaidi kwa ajili ya maandalizi, nimesema maandalizi ya kambi za wanafunzi, lakini vile vile kulipia walimu ambao wanakosekana kwenye baadhi ya skuli kwa baadhi ya masomo, kadhalika kuwapatia vitendea kazi walimu kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao vizuri. Sambamba na hilo, na kuwasaidia vijana wetu wanaosoma katika maeneo mbalimbali nje ya jimbo kuweza kujiendeleza na elimu kama ambavyo tuliahidi hapo awali. Eneo la 7 ni uwezeshaji wananchi kiuchumi. Katika eneo hili tumetumia shilingi milioni 34. Fedha hizi ni za mfuko wa jimbo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambapo katika kila jimbo kuna fedha zimetengwa. Kwa hiyo katika hizi tumetumia kwa ajili ya kulipa sehemu ya malipo ya ununuzi wa boti kwa ajili ya wananchi wa jimbo la Chani, ambazo zitakuwa ni za uvuvi na baadhi watazitumia kuendeshea utalii. Eneo la 8 ni sekta ya kilimo. Katika eneo hili tumetumia shilingi milioni 3 na laki 5 sawa na 0.84, na fedha hizo tulizozitumia zililenga zaidi kwenye kuandaa andiko la mradi wa kilimo sambamba na kufanya utafiti mdogo juu ya namna gani tutaweza kutekeleza kuwasaidia wakulima kwenye eneo letu. Eneo la 9 ni huduma za jamii. Katika eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetumia shilingi milioni 186,452,000 sawa na 45%. Katika eneo hilo tuna mambo mengi sana tuliyoyafanya, yakiwemo misaada mbalimbali ya kijamii kwa wananchi,
lakini pia ukarabati wa miundombinu ya kijamii ikiwemo misikiti, madrasa na kadhalika na kufanya shughuli mbalimbali za kiimani kama vile wenzangu walivyonitangulia, mambo ya sikukuu, maulidi na vinginevyo. Kwa hiyo nayo ni sawa na 45% ya fedha zote. Na eneo la 10 ni suala la uhamasishaji wa chama, ambapo katika eneo la uhamasishaji wa chama tumetumia shilingi milioni 79,135,000 sawa na 19.3%. Fedha hizo zimegusa kwenye masuala ya ujenzi wa miundombinu ya chama, ambapo katika ujenzi huo tumeanza na kuendelea na kukamilisha jengo letu la tawi la CCM la Kandwi na tawi la CCM la Ketwa. Kadhalika tumesaidia wenzetu wa UWT wilaya Kaskazini Unguja pamoja na ofisi ya CCM ya mkoa wa Kaskazini Unguja.